Ndugu zangu wapendwa, uaminifu kwa Kristo ni jambo la msingi na la kipekee sana. Huwezi ukapata hasara, bali utapata thawabu. Maandiko matakatifu katika Injili ya Mathayo sura ile ya 10 aya 34 hadi sura ya 11 aya ya kwanza inatupatia ujumbe wa tafakari kwa siku hii. Mambo matatu. Jambo la kwanza, uaminifu. Uaminifu wa Kristo unaweza kutenganisha na watu wengine, pengine ndugu, jamaa, marafiki. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwamba amekuja kuleta upanga. Anasema sikuja kuleta amani, bali upanga. Ndugu zangu, huenda wewe ukawa ni mmoja kati ya wale ambao wanashikilia misimamo fulani ya Kikristo, wanaenda kinyume na tamaduni na mila potofu, wanashikilia imani na uaminifu kwa Mungu katika kutimiza nidhamu na maadili ya Kikristo. Pengine umekataa rushwa katika mazingira yako ya kazi, basi unaweza kupata upinzani mkubwa sana. Usiogope, Bwana wetu Yesu Kristo yuko na wewe, yuko upande wako. Lakini pia pointi ya pili au ujumbe wa pili katika ule ujumbe mkuu ambao tunatafakari siku hii ya leo ni kwamba tunapaswa kumpa Yesu nafasi ya kwanza. Yesu anasema apendaye baba au mama kuliko mimi Kristo. Yesu hamaanishi kwamba tusiwapende ndugu zetu, tusiwapende wazazi au ndugu na jamaa na marafiki. Anadai kwamba tuwapende, lakini tuanze na kumpenda Yesu kwanza. Upendo wa kwanza ni upendo kwa Mungu. Ndugu, jamaa na marafiki wasichukue nafasi ya Mungu. Ndugu, jamaa na marafiki na wafanyakazi wenzako wasije wakashika nafasi ya Mungu. Nafasi ya Yesu ni nafasi ya kwanza. Pale ambapo unaona urafiki unaondoa mahusiano yako na Kristo, basi nafuu rafiki huo ukauache. Nafuu kaikubali vita hiyo na kuwa tayari kusubiria thawabu kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia wazo la tatu ambalo tunatafakari katika uaminifu kwa Kristo na thawabu ni kwamba basi uaminifu huo unatuzwa. Uaminifu kwa Kristo hauna hasara. Hauna hasara. Ile ambayo itaweza kuonekana kama ni hasara sio hasara, bali ni maandalizi ya wewe kupata thawabu ya milele, uzima wa milele. Unaona watakatifu wengi sana na wafanyadini wameinuliwa na Mwenyezi Mungu, leo hii wanashiriki furaha za milele kutokana na kwamba walikuwa waaminifu kwa Kristo. Katika mazingira yao walikuwa tayari kugombana hata na ndugu, kuachana na marafiki, lakini pia kuishi maisha yao original, kwa sababu waliamini kabisa nidhamu ya Kikristo ndiyo pekee ingeweza kuwapatia furaha, thawabu, lakini pia zawadi za maisha ya umilele. Kwa ndugu zangu, leo tunapozungumza habari ya uaminifu kwa Kristo unalipa, tunamaanisha kwamba mali, marafiki, ndugu, kazi na hata vitu vingine ambavyo unavifahamu havipaswi kututenga na upendo wa Kristo. Tunapaswa kudumu baki kumtumikia Kristo bila ya kuwa na hofu yoyote ya maoni au kupoteza kazi. Hasara ya kazi, ndugu zangu, ni akiba ya malipo ambayo utayapokea baada ya kujitoa. Hakuna muda unaopotea. Muda ambao unahisi unapotea, ambao ungeweza kufanya mambo yako ukaufanya kwa ajili ya kumtumikia Mungu, haupotei, umehifadhiwa. Mungu atakutunza. Uwe na amani, fanya kazi yako, mtumikie Kristo, baki mwaminifu. Usiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema channel. Tafadhali naomba uache comment zako hapo chini. Leo tunazungumza habari ya uaminifu wa Kristo ambao unatupatia thawabu ya milele. Nakutakia wakati mwema. Kubariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.